Ujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mseto wa habari kubwa siku ya leo unaguza uwanja wa kisheria na haki za binadamu barani Afrika, ambapo nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekabiliwa na mawimbi mazito ya kisheria kufuatia mfululizo wa maombi na kesi zilizowasilishwa dhidi yake na raia wake wenyewe. Mashauri haya yamefikishwa mbele ya Mahakama ya Kitaifa ya Afrika ya Watu na Haki za Binadamu, ikihusisha jumla ya kesi 4 ambazo zote zimetolewa maamuzi hivi punde na kuweka msukumo mpya kwenye mifumo ya sheria nchini Tanzania. Kwa upande mmoja, mahakama hii kubwa ya kikanda imepongeza mifumo ya ndani ya Tanzania kwa kufuata misingi ya sheria na utaratibu wa ushahidi wakati wa kuendesha kesi za jinai na mauaji. Hata hivyo, kwa upande mwingine, mahakama imetoa mapigo makubwa kwa kuamuru mabadiliko ya lazima ya kikatiba na kisheria ili kuondoa kabisa vifungu vinavyolazimisha adhabu ya kifo cha namna hiyo. Zifuatazo ni maelezo na mchanganuo wa kina wa kesi zote 4 ambazo serikali ya Tanzania imeshtakiwa nazo na kuitwa mbele ya mahakama hiyo ya kikanda kujibu mapigo. Kesi ya kwanza ni Ida Kithure dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika shauri hili la kwanza kabisa, serikali ilifikishwa mahakamani na mfungwa Idi Kithure ambaye ana asili ya mkoa wa Morogoro na kwa sasa anatumikia kifungo cha miaka 30 katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam kwa kosa la jinai la ubakaji. Kithure alileta maombi yake mbele ya Mahakama ya Afrika akidai kuwa haki zake za kisheria zilivunjwa wakati wa uendeshwaji wa kesi ya msingi tangu mwanzo. Mfungwa huyo alielezea kuwa alifuata hatua zote za rufaa nchini Tanzania ikiwemo Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufani na zote zikatupilia mbali rufaa zake, jambo alilodai kuwa limekiuka misingi za haki zake za kimsingi kama binadamu. Aliomba mahakama hiyo ya Afrika iamuru kesi yake ifutwe kabisa na apewe fidia kwa muda wote ameiliokaa gerezani. Mahakama ya Afrika imepitia mwenendo mzima na shauri hilo la kutupa kando ombi la kuvuta kesi yake na kumwachilia huru. Mahakama imejiridhisha kikamilifu kuwa mahakama za Tanzania zilifuata msingi yote ya kisheria na haki wakati wa kumpa hatia na hukumu yake. Hivyo ataendelea kusalia gerezani kutumikia miaka yake 30. Hata hivyo, mahakama imemwamulia fidia ya shilingi 300,000 kwa masuala ya kiutaratibu na ukiukwaji mdogo wa haki za msingi wakati wa kushikiliwa kwake. Uamuzi huu unadhibitishwa ukomavu wa mahakama za ndani za Tanzania katika kusimamia kesi za makosa za jinai ya unyanyasaji wa kijinsia bila kuacha mianya ya mashaka. Kesi ya pili inahusu Masoud Said Salamani dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shauri hili la pili linaguza makosa mazito ya mauaji ya kukusudia ambapo serikali ya Tanzania ilishtakiwa na Masoud Salamani, mfungwa aliyeko katika gereza la Mtwara akisubiri adhabu ya kunyongwa hadi kifo. Salamani anawasilisha maombi yake akilalamikia mambo yafuatayo: mifumo ya mahakama ya Tanzania haikumtendea haki wakati wa usikilizwaji na uwasilishaji wa ushahidi wake katika kesi yake, na adhabu ya kifo cha lazima aliyopewa inawaridhi vibaya sana kisaikolojia na kiakili, jambo ambalo linaendelea kinyume na mikataba ya kimataifa na haki za binadamu. Upande wa serikali ulijitetea kwa kuonyesha kuwa msitakiwa
alipitia ngazi zote za kisheria hadi mahakama ya rufani na akapewa haki zote za kujitetea kabla ya kupatikana na hatia. Katika hukumu yake, mahakama ya Afrika imeona kuwa mahakama ya Tanzania zilifuata taratibu zote za kisheria katika kumtia hatiani. Hata hivyo, hatia ya mauaji imebaki pale pale na hakuna amri ya kuvuta kesi hiyo. Hatua hiyo, mahakama imeamuru serikali imlipe mshtakiwa fidia ya shilingi 300,000 kwa athari za kisaikolojia na kutoa amri mkubwa kwa serikali ya Tanzania kubadilisha sheria yake ya adhabu za kifo cha lazima ndani ya miezi 6 kwa kuwa inakiuka haki za binadamu zilizowekwa na Umoja wa Ulaya. Mahakama imebainisha kuwa Masoud anapaswa kuwa mnufaiki wa mabadiliko hayo, ambapo sheria mpya ishatungwa inatasomwa hukumu badala yake aina kipengele cha kunyongwa hadi kifo. Sheria ya 3 inahusu Godfrey Kabi na Elias Mdimba dhidi ya serikali ya Tanzania. Hii ni shauri lingine la mauaji ambapo serikali ya Tanzania ilishtakiwa na wafungwa hawa wawili kwa pamoja, Godfrey Gabi pamoja na Elias Mdimba, ambapo kwa sasa wanashikiliwa katika gereza kuu la Lindi wakisubiri kunyongwa. Wawili hawa waliwasilisha maombi yao mbele ya mahakama ya Afrika wakidai kuwa hawakuridhishwa na mwenendo nzima ya shauri la jinsi lilivyoendesha na mahakama za ndani za Tanzania. Waliomba mahakama iamuru serikali iwaachilie huru au iamuru kesi yao ianze kusikilizwa upya tangu mwanzo, huku wakilalamikia kufungwa kifungo cha kifo cha lazima badala ya kupewa adhabu mbadala kama kufungwa kifungo cha maisha. Mahakama ya Afrika imeridhishwa kuwa mahakama zote za Tanzania zilizosikiliza shauri hili zilitenda haki na kutoa nafasi ya kutosha kwa washtakiwa kujieleza na kuwasilisha hoja zao. Hivyo, ombi la kuanza kesi upya limekataliwa kabisa na hatia yao ipo pale pale. Hata hivyo, wao pia wameamuru kulipwa fidia ya shilingi 300,000 kila mmoja kwa athari za kisaikolojia na wamejumuishwa kama wanufaika wa mabadiliko ya sheria ya kifo yatakayosomwa na kufanywa upya na serikali ya Tanzania ndani ya miezi 6. Wanaendelea kutumikia adhabu gerezani, lakini adhabu yao itabadilishwa kutoka kunyongwa na kuwa kifungo kingine badala ya kinachotajwa na sheria mpya kama kifungo cha maisha. Sheria la 4 ni Chacha Jeremiah na wenzake dhidi ya Tanzania. Shauri la mwisho ambalo lina historia mzito na ya kusikitisha linahusu Chacha Jeremiah pamoja na wenzake, ambapo katika gereza la Butiza jijini Mwanza wakisubiri kutekeleza adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Serikali ilishtakiwa na kundi hili kufuatia kesi ambapo washtakiwa walipatikana na hatia ya kumuua kwa makusudi bibi kizee mmoja kijijini kwao. Historia inaonyesha walimdhulumu bibi huyo kuwa alimroga mwanakijiji mmoja aliyefariki, wakamvua nguo zote, wakamlaza juu ya majani makavu na kumchoma moto hadi kufa. Mbele ya mahakama ya Afrika washtakiwa hawa walidai hawakutendewa haki pamoja na ushahidi uliowasilishwa mbele ya Tanzania, huku waliomba mahakama iamuru walipwe fidia kubwa na kesi yao isikilizwe upya. Mwelekeo wa kisheria na hadhari za hukumu hizi kwa Tanzania. Mpenzi mtazamaji wa Habari Kuu Media, kwa ujumla wake mashauri haya 4 yanaacha ujumbe mzito kwa ulingo wa kisheria nchini Tanzania. Kwa upande mmoja, mahakama za ndani zimefanya kazi kubwa na ya
kupongezwa kwa sababu mahakama ya Afrika imeridhika na mwenendo wa ukusanyaji wa ushahidi na utolewaji wa hatia, ikidhibitisha kuwa hakuna mtu anayezingiziwa au kuonewa katika makosa ya mauaji au ubakaji. Hili linaonyesha ukomavu mkubwa wa majaji na mahakama zetu za ndani katika kusimamia kesi za jinai kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. Hata hivyo, pigo kubwa limebaki kwenye aina ya adhabu yenyewe. Sheria sasa za Tanzania zinamtaka jaji kutoa adhabu za kifo cha lazima, yani kunyongwa, kwa mtu yeyote anayepatikana na hatia ya mauaji ya kukusudia, jambo ambalo mahakama ya Afrika imesisitiza kuwa linakiuka haki za kuishi na linasababisha ukatili wa kisaikolojia kwa wafungwa wanaosubiri utekelezwaji huo kwa miaka mingi magerezani. Amri ya kuipa Tanzania miezi 6 kubadilisha sheria hii inamaanisha kuwa serikali ya bunge lazima viingie kazini haraka iwezekanavyo kufanya marekebisho ya kanuni za adhabu ili kuweka adhabu mbadala kama vile kifungo cha maisha gerezani.